Na msikilizaji wote tunaweza tunakumbuka sehemu ya 120 tulishia huko kwenye misitu huko ambako tumeona kuna watu wa kuitwa Uru-Umwasi. Sasa ubibi bwana anatakiwa akabidhi afanye namna ya kuweza kwanza kumpatia dawa Hamza, lakini pia akawa amempa sharti Hamza ya kwamba aondoke na Genduleza, na yeye bibi ndo atampa maelekezo Genduleza kuhusiana na hiyo dawa. Sasa Uru akamwambia Genduleza asogee ili aweze kufanyeje kumwambia hiyo dawa ya kwenda kutengeneza ili ampatie Hamza. Kwa hiyo Genduleza alimuuliza Uru ya kwamba hali yako vipi, majirani makubwa sana. Lakini Uru-Umwasi alishia kutingisha kichwa chake, na ghafla tu alimshika Genduleza mkono wa kulia, kisha akageuka kwa nguvu na kumwekea Genduleza mkono huo kwa kulenga eneo la chini ya kitovu. Muda huo Genduleza alijikuta akishtuka, huku mwili wake ni kama hivi yani ulikuwa unatingishika hivi, na kama vile yani alishagundua kinachokwenda kutokea. Kwa sauti kubwa akasema, Uru hapana. Hapo ndipo tupoishia. Uru anataka kufanya nini? Kwa sababu mdao pia Hamza alisema ya kwamba kama ni kuhusu dawa basi huyo bibi amfundishe hapo Genduleza sasa hivi. Lakini bibi alisema mjukuu sogea hapa. Sasa bibi alichokifanya ni kitu gani? Je, anataka kuleta ujanja ama ni kuna jambo gani? Tusonge mbele msikilizaji, langu jina ni Lucas Lumbasi. Basi bibi akasema kwamba kimya. Aliongea bibi yule kwa namna kukaripia, huku akizidi kukandamiza mkono wake kwenye tumbo la Genduleza. Bibi akasema kwamba kama hutaki kuona master wako nikipatwa na mlipuko wa nguvu zangu mwenyewe, unapaswa kutulia kwa adabu na kufuata ninachokifanya. Basi muda huo Genduleza alikuwa akifahamu hawezi kusogea kizembe, hivyo alishia kuvumilia maumivu ya moyo wake huku akifumba macho. Hamza aliyekuwa amesimama pembeni alishia kukunja sura wakati akishuhudia tukio hilo. Ilikuwa ni kweli kama alivyotarajia, mzee huyo alikuwa na ajenda nyingine. Muda huo ilionekana alikuwa akimrithisha Genduleza nguvu zake. Hata hivyo alijua kuwa kama angeingilia kuna uwezekano wa mzee huyo kupoteza uhai na kupelekea kushindwa kabisa kupata dawa aliyoifuata. Hasa Hamza hakuona jambo hilo kama lilikuwa kubwa sana. Hata kama Genduleza angerithishwa nguvu hizo, asingekuwa na uwezo wa kumfanya chochote, na pia asingeweza kuzitumia kabisa kwa sababu usinga wake alikuwa nao Hamza. Yaani kwa lugha nyepesi msikilizaji, ni sawa na kumiliki simu pasipokuwa na password zake. Wakati jambo hilo likiendelea, Hamza upande wake alikuwa akifikiria pia kuhusu nguvu hizo za ukike. Alishindwa kujizuia muda ule na kugeuza kichwa chake kuliangalia lile joka lilokuwa nyuma yake katika hali ya umakini wa kumlinda. Hamza mara baada ya kukutanisha macho na joka hilo, aliweza kuliona likichezesha mkia wake kama vile lilikuwa limeboreka na kinachoendelea hapo. Ukweli ni kwamba sababu ya kwa nini joka hilo lilimchelewesha Hamza kumtoa nje ya pango si kwa sababu halijui njia, bali tokea mwanzo lilitaka kumuonyesha Hamza nia yake ya dhati katika kumpokea kama master wake. Liliamua kumfanyia Hamza utalii ndani ya mapango hayo. Hamza ndani ya mapango hayo alipata kushuhudia madini mengi mno ya kila aina yaliyokuwa yaking'aa kwenye kuta zake. Ukiachana na dhahabu na madini mengi ya kuzoeleka, kulikuwa kuna lulu zilizokuwa na ukubwa wa jicho la ng'ombe. Sio hivyo tu, Hamza pia aliweza kugundua viashiria vya makazi ya watu wa kale ndani ya pango hilo, kwa kuweza kushuhudia mabenchi na meza za mawe. Katika kuta za pango hilo, kwenye kituo kimoja, aliweza kushuhudia maandishi ambayo yalikuwa yakielezea mbinu za uvunaji nishati. Hamza mara baada ya kusoma maelekezo hayo, aligundua mbinu hiyo haikuwa tofauti wala dhaifu kama ile aliyowahi kujifunza akiwa chini ya Old Ones. Mbinu ya nguvu ya nishati za mbingu na maji. Mbinu hiyo pia ilimpa nafasi ya kufahamu kwa undani juu ya mafunzo ya nishati ya ukike au nguvu ya usinga. Hamza alielewa kwamba wanawake huimarisha miili yao kwa nguvu kubwa ya ukike, ili pale wakutanapo na wanaume katika tendo hunyonya nguvu zao. Hamza alijiuliza,
Je, mbinu hiyo ya usinga na ubikra ilitokana na andiko hilo la ndani ya pango? Aliishia kufikiria na kujiambia anapaswa kufuatilia juu ya swala hilo kwa ukaribu ili kujua kama maneno yale aliyoyasoma yanaweza kuwa na msaada kwake pia katika kuimarisha uwezo wake. Hamza mara baada ya kugeuzia sura yake kumwangalia Uru Umwasi, aliweza kugundua bibi yule muonekano wake ulikuwa umebadilika sana. Alikuwa amezeeka mno, sura yake na ngozi yake vikishikamana na mifupa. Alionekana kama mzee wa zaidi ya miaka 200. Upande wa Genduleza, muonekano wake ulibadilika zaidi. Ngozi yake ilizidi kutakata kuliko mwanzo, huku nywele zake zikirefuka na hata lile jeraha lililokuwa shingoni mwake likapotea. Muda ule mara baada ya kushuhudia bibi yule akipumua kwa shida na akikaribia kudondoka, Hamza alisogea haraka na kumshikilia huku akiongea akasema kwamba hey bibi, usife kwanza, vipi kuhusu dawa? Bibi huyo hakuwa amepoteza uhai bado. Ila Hamza aliishia kutetemeka tu huku akiwa amemshika Genduleza mkono na kuongea kwa sauti yenye mikwaruzo akisema kwamba Genduleza, kanuni unaijua? Muda huo Genduleza alishia kugeuka akiwa na tabasamu la kulazimisha, kisha akatingisha kichwa akijibu ya kwamba nitamsaidia Uru. Hamza alijikuta kosa usemi, akasema kwamba vipi unaijua? Lakini si bado hajakufundisha. Kabla Hamza hajamalizia kauli yake, alishia kukunja sura na kupata uelewa. Alishia tu kuongea akasema kwamba da, pumbavu, alikuwa kinchezea akili yao na bibi yake. Ukweli ni kwamba Genduleza alikuwa akijua kutengeneza dawa hiyo tokea mwanzo kabisa, alikuwa anafahamu. Lakini mwanamke huyo alimuigizia kuwa hajui kuitengeneza. Genduleza akasema kwamba master wangu amenifundisha sasa hivi. Ni kwa sababu haujaona alivyonifundisha. Aliongea Genduleza huku akifuta macho yake. Kusema kwamba ndio maana Mkoya Chui alisema wewe ni mwanamke jini. Unaonekana una uwezo mkubwa sana wa kuigiza. Genduleza akasema unaweza kuongea unachotaka, kama uniamini unaweza kuniua. Aliongea msichana huyo huku akijifanyisha kuwa na muonekano wa kutia huruma. Hamza alitamani kumfundisha adabu msichana huyo mchawi, ila alijizuia tu. Basi Uru Umwasi hali yake ya kiafya ilikuwa ikizidi kuzorota. Alikuwa amekwisha kuumizwa pakubwa, na baada ya kurithisha nguvu zake ilionekana muda wake umewadia. Genduleza akasema kwamba Uru, nipo hapa, usiongee tena, nitakupeleka kukutibia na dawa. Basi aliongea Genduleza akajiandaa kumbeba bibi huyo, lakini Uru Umwasi alishia kutingisha kichwa kukataa, huku kwa kinyonge kabisa akisema kwamba sina muda wa ziada tena, kabla sijaondoka niahidi utafufua dhehebu letu. Muda huo Genduleza alihisi moyo wake ni kama unakatwa na kisu. Alishindwa kuyazuia machozi huku akitikia kwa kutingisha kichwa akasema kwamba na kuahidi Uru Umwasi. Basi Hamza aliyekuwa amesimama pembeni alikuwa katika hali ya kutokubaliana kabisa. Iwe ni dhehebu hilo au nguvu ya usinga, na pia juu ya joka lao ambalo ameshaligeuza kitwana kwake, aliamini hakuna tena kitu kinachoitwa imani ya Bikra takatifu. Lakini kwa sababu mzee huyo alikuwa anakufa, hakukuwa na sababu za kujibishana naye. Ni kama ilivyotarajiwa, kwani mara baada ya bibi huyo kuahidiwa na mwanafunzi wake, pale pale alifumba macho yake kwa amani na kupoteza uhai. Hamza mara baada ya kuona mkongwe huyo amekwisha fariki, pale pale alienda moja kwa moja kwenye mada. Hamza akasema oya, ameshakufa tayari, nipatie dawa yangu basi sasa hivi mimi nisepe. Muda huo Genduleza aliyekuwa ameshikilia maiti ya Uru Umwasi aliishia kufuta kamasi la kwikwi na kisha akasema kwamba una haraka nini Dawa inapaswa kutengenezwa mara moja na kutumika hapo hapo. Hamza akasema nini? Yaani unamaanisha napaswa kwenda na wewe hadi Dar es Salaam? Genduleza alibeba maiti ya Uru Umwasi kisha akasimama na kusema kwamba mimi ndio msichana pekee dhaifu niliyebakia hapa. Usiniambie unataka kuondoka na kuniacha mwenyewe. Matawi yetu mengine yaliyo upande wa Kongo na Uganda wakijua ni mimi peke yangu niliyebaki, watishia kuja hapa na kunionea. Hamza alishia kujiongelesha mwenyewe. Akasema mchawi mkubwa kama wewe unakuaje dhaifu
Alishaona uwezo wa Genduleza kutumia ala yake kukusanya wadudu wa kichawi na kushambulia watu mpaka kuwaua. Hata hivyo hakuona maana ya kuendelea kujibizana naye, hivyo alishia tu kusema kwamba kama ni hivyo harakisha tuondoke. Genduleza akasema kwamba haiwezekani, ninapaswa kwanza kumzika bibi. Wakati akiongea alianza kupiga hatua na mwili wa bibi huyo kurudi ndani ya pango. Hamza alisita kidogo na kuona haitakuwa vizuri kumuingilia katika nafasi hiyo kumzika mtu aliyemlea tokea akiwa mdogo. Mara baada ya kuona akiondoka eneo hilo, Hamza naye alimfuata nyuma akihakikisha hakimbii. Lakini sasa ile Hamza anaanza kutembea, aliweza kuona joka lile pia likigeuka na kuanza kumfuata. "Hey wewe, kwa nini unifuata? Rudi kwenye pango lako bwana." Joka lile lilionekana kuelewa namna Hamza anavomdhihaki na liliishia kuonyesha hali ya kutia huruma. Hamza hakujua acheke amali. Alijiambia kwamba yani dudu lote kubwa hivyo lina uwezo wa kuonyesha hisia za kuonea huruma. Au ni kwa sababu lilishachoka kuishi msituni na linaanza kumchukulia yeye kama rafiki. Hamza akasema, "Yaise, kwa ukubwa uliokuwa nao, kama ukinifuata kutoka nje ya huu msitu, utaishia tu kusababisha matatizo." Alichongea Hamza kilikuwa na ukweli. Isitoshe, ingawa joka hilo linaweza kuwa na nia ya kumlinda Hamza, lakini Hamza yani unajua lazima tu lingeogopesha watu na kufanya jeshi kutumia silaha nzito kulishambulia. Joka lile liliishia kusita huku likimwangalia Hamza na kama vile lilionekana kuelewa alichomaanisha. Kimya kimya liligeuka na kisha kujirusha kwenye maporomoko ya maji. Hamza mara baada ya kuona joka hilo limepotea, alishia kutoa salamu ya kwaheri kwenye moyo wake. Mara baada ya kurudi ndani ya pango, Hamza aliweza kushuhudia mazishi ambayo hakuwahi kuona katika maisha yake. Kwani mara baada ya Genduleza kuweka mwili wa Uru Umwasi, pale aliita wadudu wa kichawi ambao walianza kushambulia mwili wote kwa kuudonoa, na ndani ya muda mfupi tu alibakia skeleton. Baada ya hapo alivunja mifupa kwa kuitoa kwenye viungo vyake, yani viungio vyake, kisha akaweka kwenye chungu kama maua hivi na kuhifadhi katika kiango cha juu ndani ya pango hilo. Hamza upande wake alionyesha uvumilivu kwa kuendelea kusubiri nje ya pango kwa zaidi ya lisali moja. Genduleza aliyekuwa ndani ya pango alikuwa akimsikia. Kuna wakati alikuwa akitoa kicheko cha juu sana kama cha Shumileta na muda mwingine alisikika akiongea au akilia. Hatimaye mara baada ya Hamza kutosikia tena sauti zozote za mwanamke huyo kutoka ndani, alijua lazima ni muda wa kutoka kwake. Aliona alikuwa amempatia muda wa kutosha, ila alijua Dina alikuwa amesubiri kwa muda mrefu sana. "Genduleza, ni muda wa kuondoka huo." Hamza kutaka kuendelea kusubiri muda mrefu na mara moja aliingia kwenye pango lile la roho wa nyoka. Hata hivyo, baada ya kuingia, alitoa macho na kushangazwa na kilichokuwa mbele yake. Genduleza alikuwa amevua mavazi yake yote na alikuwa amesimama akiwa uchi kabisa akimpa Hamza mgongo. Mwanamke huyo aligeuka kwa maringo huku kwa mapauzi akishika nywele zake zilizorefuka kwa mkono mmoja, akipiga hatua kama na nyata na kusimama mbele ya Hamza bila kusita. Hamza akasema kwamba unafanya nini wewe? Alongevu Hamza akijitenga mbali na mwanamke huyo. Muda huo macho ya Genduleza yaliokuwa mekundu kwa kulia yalionyesha hali fulani hivi ni kama ya hisia fulani hivi ya mipinduko. Binti akasema kwamba Hamza, kuanzia sasa na kuendelea, wewe ndio wangu wa pekee. Nina huzuni kubwa sasa. Kwa nini usionyeshe kunipenda japo kidogo tu? Aisee Genduleza, kuna tatizo lolote kwenye ubongo wako, Yaani unataka tufanye mapenzi hapa? Mababu zetu hawajali kushuhudia jambo hilo. Aliongea huku sasa akipindisha mwili wake kimapauzi kama vile ni nyoka. Hujui tu, ila ni utamaduni. Kila anaposimikwa mwanamwali huchagua wanaume wawili wa kufanya nao mapenzi kama njia ya kuweka wakifu. Mimi sitaki wanaume wengine na kutaka wewe pekee Hamza. Kwa mwanamke nyororo kama huyo, mwanaume yeyote yani ambaye yupo mzima rijali kabisa, ni vigumu sana kujizuia. Hamza pia alihisi kuvutika na jambo hilo, lakini badala yake alizidi kuwa na hasira. Aisee Genduleza, hivi unadhani mimi siwezi kufanya chochote? Ndio maana una ujasiri wa kufanya unachotaka mbele yangu, si ndio? Simaanishi hivyo. Aisee, unajua wazi kabisa mtu anayezidi kuumia kwa kuendelea kusubiri ni Dina. Wewe mchawi. Hivi kwa nini unakuwa mwovu kiasi hiki?
Hamza, mimi sio mchawi, ni kwamba nina huzuni. Ndio maana nahitaji faraja. Usiniangalie hivyo mimi kwa kunikaripia, kwa sababu hujui aibu ni nini. Anyway, basi nitakupa faraja. Mara baada ya Hamza kuongea vile, tayari alishampakua Genduleza na kumweka begani. Kisha akaanza kukimbia kutoka kwenye pango hilo kwa hatua kubwa. Mara baada ya Genduleza kujua Hamza anamtoa mahali hapo, alishindwa kujizuia na kumaka, akasema kwamba Hamza, unafanya nini? Niweke chini. Hamza akasema, wewe usiwe na haraka, nitakuweka chini baada ya kukufikisha uwanja wa ndege, na tukiwa kwenye ndege safari ya kurudi Tanzania ndio utaipata faraja. Aliongea Hamza akitoa cheko la uovu. Alafu naona kichwa hakiniumi kabisa, yani inaonekana ninachokifanya yani ni kama sikukuumiza, si ndio? Ni muda huo uso wa Genduleza ulifubaa. Mwanzoni alitaka kupoteza muda kama njia ya kulipa kisasi, lakini hakutegemea kama Hamza angeweza kuhimili mitego yake. Hamza mara baada ya kupita na mrembo huyo kwa spidi kubwa akifuata njia ya kutoka, aligundua alikuwa uchi wa mnyama na kujihisi aibu kwa wakati mmoja. Binti akasema, Hamza, niweke chini bwana, afu sijavaa nguo ujue. Hamza huko akicheka akasema kwamba tangu lini majini ya kike yakajali kuvaa nguo. Basi muda huo Genduleza alitamani kulia kwa hasira. Alijiambia, inamaanisha Hamza hajali kuonekana kichaa akiwa amembeba uchi. Basi binti akasema, niachie bwana. Afu unajua Mr. ni. Unajua nafanya kukuomba tu tafadhali sana, naomba niachie. Muda huo Genduleza alikuwa na hofu ya kulazimishwa kufikishwa mjini akiwa uchi. Hamza alishia kuigiza kama hakuwa akimsikia na kuendelea kutimua. Mara baada ya kuona Hamza hakuwa akimsikiliza, aliongea tena kwa nguvu akasema kwamba inamaanisha utaki kumwokoa Dina, Napaswa kurudi kwanza kule pangoni kwa ajili ya kuchukua mitishamba ya dawa. Labda kama hutaki tena hiyo dawa. Hamza alijikuta akisimamisha miguu yake. Kisha mikono yake yote ikamshika makalio msichana huyo na kuongea kwa usiri akasema kwamba acha kujifanya mjanja, umesikia? Kwa sababu hata kama siwezi kukuua, nina njia nyingine za kukufanya uishi maisha mabaya zaidi ya kifo. Kauli hiyo ilimfanya Genduleza uchozi kuanza kumtoka. Genduleza akasema kwamba wazazi wangu walionizaa walinitelekeza nikiwa mdogo. Walezi wangu walionilea walishia kunikataa. Babu yangu naye amekwisha kufa. Na master pia ndio hivyo tena. Sina ndugu mwingine aliyebakia. Wewe ni mwanaume pekee anayeweza kumtegemea kwa sasa. Kwa nini hunionee huruma hata kidogo? Hebu acha kunielezea ukiwa wa maisha yako mimi, sawa? Haijalishi maisha yako ni ya ukiwa kiasi gani. Hawezi kufikia niliyopitia mimi. Hivyo nakutadharisha wewe mchawi. Acha kuwa mjanja mbele yangu. Hivi nadhani kwa sababu ya usinga uliopandikiza kwenye mwili wangu ndio inakufanya kwamba unitegemee? Wewe itakuwa ujichukulie kwa usirias wewe. Wewe, maisha yako yalikuwa ya ukiwa kivipi kwani? Aliuliza msichana huyo huku sasa akilazimisha hewa kuingia puani kuzuia mafua. Mimi sina muda kupoteza kuongea nawe bwana. Twende tukachukue hiyo mitishamba. Wewe mkono wako bwana. Ilikuwa sawa kumbeba kama kiroba cha unga. Lakini kwa nini amshike kwa kupitisha mkono eneo la katikati ya miguu yake? Hamza unajua ni mkorofi. Hamza hakujali kabisa kuhusu hilo. Mara baada ya kumshikilia vizuri, aligeuka na kurudi kule pangoni. Ndani ya muda mfupi tu, Genduleza aliweza kuchukua mkoba fulani hivi mweusi uliokuwa na mitishamba na mizizi aina nyingi tu ndani yake. Kisha akavaa mavazi mepesi na kumaliza. Hamza akasema kwamba hujaacha dawa nyingine makusudi, si ndio? Unataka kuthibitisha? Aliongea Genduleza kwa muonekano wa mzaa. Baada ya kuvaa mavazi, angalau sasa hali ya kujiamini irudi. Hamza hakutaka tena kupoteza muda. Alishika mkoba kwa mkono mmoja na kumweka begani msichana huyo kwa mkono mwingine, na safari kaanza tena. Genduleza alishia kumshika Hamza vizuri huku uso wake wote ukiangalia nyuma alikotoka. Kadri walivyokuwa wakienda mbali na mandhari ya mlima kupotea, ndivyo msichana huyo alivyokuwa kizidi kujawa na hisia mchanganyiko. Hamza mara baada ya kufika Fort Portal Airport, alichukua ndege nyingine ya kitalii iliyomfikisha Bukoba, ambako aliacha private jet aliyotoka nayo Dar siku chache zilizopita. Mara baada ya kufika hapo, kabla ya kupanda, alimpigia simu kwanza Yulia ili kujua hali inayoendelea. Hey Yulia, vipi hali ya Dina? Yani upo slow mno. Kuna mambo mengi yametokea, ni ngumu hata kuelezea kwa neno moja. Kwa sasa bado hali ya Dina haijawa mbaya sana, ila sijui anaweza kuvumilia kwa muda gani. Yani unamaanisha nini?
Wewe njoo kwanza bwana Hamza. Haina maana mimi kuongea kupitia simu bwana. Okay, nakuja na dawa muda si mrefu. Mwanzoni Hamza alijua Genduleza hakuwahi kupanda ndege. Lakini alishangaa kuona mwanamke huyo alikuwa na uzoefu mkubwa kiasi kwamba alikuwa busy kuongea na watalii wa kizungu waliotoka nao Uganda na kuingia wote kwenye ndege hiyo. Kwa sababu ya urembo aliokuwa nao Genduleza pamoja na mavazi yake aliyojaa hadhi ya utamaduni wa Kiafrika, ilikuwa ni rahisi kwa wazungu hao kuvutiwa naye na kutaka kumjua zaidi. Hamza mara baada ya kuona uchangamfu wa kuongea kwa Genduleza kwa Kiingereza, alishindwa kuelewa kama alikuwa tena na majonzi ya kufiwa na masta wake saa chache zilizopita. Hamza alishia tu kuvuta pumzi za maswali mengi na kujiambia hivi, msichana huyo ambaye ana miaka 18 pekee, ni ulimwengu gani alikuwa nao moyoni mwake? Ingawa alikuwa ni mdogo, alionekana kupitia mambo mengi mno. Ukweli ni kwamba wapo watu wengi katika ulimwengu huu ambao licha ya umri wao kuwa mkubwa bado hawajayaishi hata nusu ya maisha yao. Basi Genduleza aliyekuwa amemaliza kuongea na wazungu aligeuka na kumwangalia Hamza kwa hali ya kuonyesha aibu, akisema kwamba darling, kwa nini unaniangalia hivyo? Hata kama mimi ni mzuri, huwezi kuniangalia kwa namna hiyo bwana. Mimi nilijua hujawahi kupanda ndege. Ndio, hii ni mara yangu ya kwanza. Sasa kwa nini uonyeshi shauku kabisa? Hata kama mimi ni mgeni, haina haja ya kuangalia eti kulia na kushoto na kukudhihirisha ushamba wangu. Inatia aibu bwana. Hamza mara baada ya kusikia hivyo alishia kujinongoneza, kumbe kamekuwa na aibu. Alitoa tabasamu la mzaa na akasema kwamba upo sahihi, haijalishi ni mshamba au si mshamba, usisahau wewe ni mkuu wa wachawi. Mtu mzito kama wewe huwezi kudhalilika hivi hivi. Basi binti alishia kumtolea macho tu, lakini Hamza alijifanya kuangalia mbele. Ni muda huo Hamza alihisi joto kwenye sikio lake. Sauti ilisikika ya kwamba, Hamza, nataka kwenda kujisaidia. Hivi kuna vyoo kwenye ndege? Hamza akasema hakuna vyoo kwenye ndege bwana, wewe vumilia tu. Mara baada ya Hamza kujibu hivyo, Genduleza alishia kutoa tabasamu lililojawa na dhihaka. Una aibu wewe? Unadhani mimi ni mshamba kiasi hicho? Kwa taarifa yako, nishapanda ndege mara kibao tu. Na hata kama ungenidanganya, unadhani mimi sijui kusoma? Mjinga wewe. Aliongea kisha pale pale alisimama na kuchukua uelekeo wa bafuni. Hamza alishia kujiambia kuwa ameingia kwenye mtego mwingine wa msichana huyo. Alimuona kweli alikuwa akijua kuigiza. Mambo ya Genduleza yalimfanya kumkumbuka Fiona, na ni muda huo alijikuta kizingiro na hisia ngumu mno ndani ya moyo wake. Hakuwa akijua msichana huyo alikuwa na hali gani huko nyumbani kwa jemadari. Haina haja ya kuwazia kuhusu cha kufanya dhidi ya Fiona. Kwanza ni hakikishe Dina anapona, mengine yatafuatia. Hivyo ndivyo Hamza alivyojiwazia. Basi Hamza alishia kuinua sura yake na kuangalia muda wa safari ya ndege, na alijikuta kitamani hata kupaa mara moja kuwa Dar es Salaam. Lakini Waswahili wanasema subira huvuta heri, kwani bila hata kujua hatimaye ndege iligusisha magurudumu yake katika uwanja wa ndege ndani ya jiji la Dar es Salaam. Hamza mara baada ya kutoka nje ya uwanja wa ndege alipokelewa na gari aina Bentley lililotumwa na Yulia kumchukua. Alishia kumwambia dereva akae pembeni huku yeye mwenyewe akishika usukani. Ndani ya muda mfupi tu Hamza aliweza kumfikisha Genduleza ndani ya hoteli anayoishi Yulia. Licha mrembo huyo kuwa katika hali mbaya kutokana na Hamza kuendesha gari kwa spidi, Hamza kujali kabisa. Alimchukua moja kwa moja na kwenda naye kwenye maabara ya Yulia. Yulia mara baada ya kumwona Genduleza, macho yake alichenua. Baada ya kufikiria kidogo, alijua kinachoendelea na akauliza pale pale ya kwamba wewe ndio unatokea dhehebu la Bikira Takatifu? Genduleza mara baada ya kuona sura ya Yulia iliyojaa hali ya utuzima na urembo wa kupindukia, alijikuta akipunguza ujeuri na kuwa kimya pasipo kuelewa ni jambo gani alikuwa akifikiria. Hamza akasema ya kwamba watu wote wa himaya yao nimesambaratisha, amebakia yeye tu na ndiye mtukufu mwanamwali. Yulia akasema nini? Kama umesambaratisha jamii yao yote, kwa nini kiongozi wake amefuatana na wewe? Yulia alisema hivyo, hata kwa uwezo wake wakili alishindwa kuelewa. Hamza akasema ni story ndefu, nitakupa maelekezo yote baadaye. Dina yupo wapi kwanza? Nataka apatiwe dawa mara baada ya kutengenezewa hapo hapo. Basi Yulia alishia kutingisha kichwa na kisha akasema ya kwamba nifuateni, nilimlaza kwenye chumba cha teknolojia ya barafu. Yulia alizungumza pia akasema ya kwamba pain index inayosababishwa na teknolojia hii si ya kawaida. Wasiwasi wangu ni kwamba Dina angeshindwa kuvumilia kwa muda mrefu.
hivyo nimefanya kila jitihada kuhakikisha kwamba utendaji kazi wa seli za mwili wake unapungua sana. Lakini kumweka kwenye chumba cha barafu si ni hatari kwa afya yake? Anajifunza mafunzo ya nishati bwana. Ukijumlisha pia na mbinu za kimwili ulizomfundisha, inamfanya kutokuwa binadamu wa kawaida. Yulia alijibu hivyo. Alimweka kwenye chumba cha barafu kwa sababu alijua nguvu zake za nishati zinaweza kutumika kulinda mwili wake. Hamza pia alijua faida za mbinu za mafunzo alizomfundisha Dina. Sasa Yulia, asante sana kwa siku hizi zote mbili ulizomwangalia Dina, na kushukuru sana. Una haja ya kunishukuru bwana, maana ni kawaida yako kunitafuta ukiwa na matatizo tu. Yulia alilalamika hivyo. Hata hivyo, kutokana na uwepo wa wanawake wengi kwenye maisha yake, Hamza hakuwa na muda wa kudili na visirani vyao mmoja baada ya mwingine. Basi Genduleza akasema kwamba wewe kumbe ndio Yulia Wanyika, mwanasayansi nguli wa chuo cha utafiti Tanzania. Unaonekana kuwa mzuri zaidi ya tulivyokusikia. Aliongea Genduleza. Yulia akauliza kwamba unanijua? Genduleza akasema wewe ni mmoja wa watafiti maarufu sana, ni rahisi kwetu kukusikia. Aliongea Genduleza huku akitoa tabasamu na kujitambulisha. Mimi naitwa Genduleza, Hamza ndiye mwanaume aliyenitoa bikra. Hivyo kuanzia sasa sisi ni familia. Yulia mara baada ya kusikia maneno hayo, uso wake uligeuka wa kijani. Hata hatua zake zilianza kuvurugika, na bila kupenda aligeuka na kumwangalia Hamza kwa macho ya ajabu. Huku ameenda kutafuta dawa, ameenda kutoa tu bikra. Kwa Yulia ambaye alikuwa na ugonjwa wa kutopata hisia, muonekano wa aina hiyo ni vigumu sana kuonekana. Yulia alishia kutamka neno mnyama wewe, na kisha akaendelea kusonga mbele. Hamza alishia kujisikia vibaya huku akimwangalia Genduleza kwa macho kukatishwa naye tamaa. Hata hivyo, hakuwa na muda wa kumshikisha adabu. Genduleza upande wake alionekana kufurahi. Hata hivyo, katika maabara hiyo iliyokuwa na teknolojia ya hali ya juu, alijiona mgeni. Mara baada ya kuingia ndani ya chumba kilichokuwa na mitambo ya kitabibu, Hamza aliweza kumuona Dina akiwa ndani ya chumba cha baridi katikati ya eneo hilo. Alikuwa amevalishwa gauni huku akiwa amewekewa oksijeni. Mwili wake ulikuwa ukitetemeka kwa baridi kali. Hata hivyo, ilionekana maumivu hayakupungua. Misuli ya damu ilikuwa ikionekana kwenye uso wake na mikono kutokana na kuvimba. Sasa muda huo ngozi ya mwili wake ilionekana kuwa na mabaka kutokana na mateso aliyokuwa akipitia, na hata mwili wake kwa ujumla ulikonda. Hamza akasema kwamba Dina, unaendeleaje? Hamza aliongea hivyo aliyefunga haraka mlango wa kuingia kwenye chumba hicho. Hamza akasema vumilia kidogo, nimekuja na mtu atakayekutengenezea dawa. Basi Dina midomo yake ilikuwa ikitetemeka, macho yake aliishia kupepesuka, jambo lililochukuliwa na Hamza kama jibu. Yulia akasema kwamba niwe mkweli tu, nimetokea kumkubali. Angalia, data zinaonyesha pain index imepanda mpaka 9.8, lakini bado ameweza kuvumilia na kukusubiria urudi. Hili si jambo la kawaida ambalo uvumilivu wake unaweza kulitimiza au nguvu za nishati zinaweza kufanikisha. Kwa hiyo uhimilivu wake usio na mwisho ndio umemfikisha muda huo. Baada ya Yulia kuongea hivyo, Genduleza akauliza kwamba pain index ndio nini? Akajibiwa kwamba kama unataka kujua, beba mimba ya mnyama na siku utakaojifungua ndipo utajua maana yake. Genduleza akasema, mimi nimesikia maumivu ya kujifungua ni makali mno. Kwa hiyo kumbe sumu ya dhehebu letu ina mateso makubwa namna hiyo? Aliongea hivyo lakini hakuna aliyemtilia manani. Hamza kusikia hivyo, mwili wake ulimtetemeka. Alijiambia ina maana Dina ameweza kuvumilia maumivu ya kiwango cha zaidi ya uchungu wa kujifungua kwa muda wa siku 2 bila kupumzika. Yaani ule uchungu wewe mwanamke ambaye umeshawahi kujifungua ndani sijali saa moja, nusu saa, ngapi unalia, ule uchungu kwa Dina ameusikia siku 2 bila kupumzika. Alimgeukia Genduleza. Hamza akasema kwamba wewe unauliza ujinga gani? Mimi haraka bana tengeneza dawa. Genduleza alijikuta akishtuka. Aliweza kuhisi ukali usio wa kawaida kutoka kwa Hamza na kujihisi kukosewa. Genduleza akasema kwa nini unanifokea sasa? Hivyo nadhani mimi sijui nini ninachokifanya? Mimi kwani nimekuambia nitamwacha afe? Mimi nakuchukia wewe. Basi wakati akiongea hivyo, aligeuka na kwenda kusimama juu ya meza ya maabara na kufungua ule mkoba aliofika nao, akiwa amewapa mgongo Hamza na Yulia. Yulia alishakumwangalia Genduleza kwa macho ya mzaa, kisha akamwangalia Hamza aliyekuwa na muonekano wa kujilaumu. Huyo kweli ndiye mwanamali? Kwa nini matendo yake ni kama mtoto tu? Usikubali akikufanya mjinga. Anajua kuigiza mno huyo.
aliongea Hamza huku akinyosha mkono wake na kumshika Dina mkono. Dina, asante sana kwa kuvumilia. Ngoja nimwangalie akikutengenezea dawa. Hamza alikuwa na wasiwasi na Genduleza kuleta ujanja wake. Hivyo haraka alisogea ili kuona namna anavyotengeneza dawa hiyo. Yulia pia alikuwa na shauku kujua namna dawa hiyo inavyotengenezwa. Na mara baada ya kuona malighafi zenyewe, alijikuta akishangaa, akauliza nini hiki? Yulia mara baada ya kuchunguza, aliweza kuona mtoto wa chura, tandu, mende, nyoka mwembamba na baadhi ya vimiminika vya rangi nyeusi na nyekundu. Genduleza kwa hasira akasema kwamba kwa sababu nimekuahidi kweli nitakusaidia kutengeneza dawa, siwezi kudanganya. Dawa yake ni mchanganyiko wa sumu mbalimbali. Hivyo tiba ni kubadilisha sumu iliyopo kwenye mwili wake na sumu nyingine. Kama hamuamini njia yangu, basi mimi sina namna nyingine ya kusaidia. Hamza akasema kwamba nitakupa nafasi nyingine ya mwisho kukuamini. Ila jambo baya likimpata Dina, nitakuua na kuambia. Yaani asemaje, nitakuua. Hata kama siwezi kwa sasa. Basi mara baada ya Hamza kuongea hivyo, Genduleza tayari alihisi maumivu. Hata hivyo alifikiria juu ya maumivu anayopitia Dina na kuona maumivu yake hayakuwa kitu kabisa. Genduleza alishia kuvimbisha mashavu tu huku akijiweka bize kutengeneza dawa hiyo. Yulia akasema kwamba kwa nini huwezi kumuua kwa sasa? Kuna kitu umemwahidi ama? Hamza akasema hili swala si rahisi kueleweka kwa haraka. Nitakuelezea baada ya kumtibu Dina. Genduleza alishia kuchezesha macho yake tu huku akaendelea kutoa vijidudu vya kutia kinyaa kutoka kwenye mkoba ule. Kulikuwa hadi na kimiminika kinachokuwa na mate ya mtoto wa chura, mavi ya buibui na baadhi ya vimiminika vyenye harufu ya uvundo isiyo ya kawaida. Hamza alishia kuangalia pasipo kupepesa macho kwa namna msichana huyo alivyokuwa akichanganya kila kitu kwa uwiano sahihi. Mara baada ya kumaliza, Genduleza alitoa sindano na kisha akajichoma kwenye kidole. Akaacha damu ikimiminika kwenye ule mchanganyiko. Wewe unafanya nini? Au damu yako pia ni dawa? Ndiyo. Damu yangu pia inaweza kutumika kama sehemu ya dawa. Isije kama mchanganyiko huo ni mbwembwe tu na dawa yenyewe ni damu yako. Hapana, sio kweli. Damu yangu ni aina ya dawa tu inayohitajika kukamilisha mchanganyiko huu. Wakati Genduleza akiongea hivyo, alimpatia Hamza ule mchanganyiko wenye damu yake. Haya, dawa hii hapa. Mpatie na atakuwa sawa. Hamza alishia kusita kwa sekunde. Lakini hatimaye alipokea dawa hiyo na kisha akaenda alipo Dina. Akamnyanyua kidogo na kumwekea kimiminika kile mdomoni. Dina, usivute hewa. Wewe meza tu bila kufikiria. Hamza alikuwa na wasiwasi moyoni mwake, ila kwa sababu hakuwa na njia nyingine aliona ni bora ampatie. Dina muda huo akili yake ilikuwa kama haifanyi kazi vizuri na alishia kunywa kimiminika hicho pasipo kujali kilikuwa na nini ndani. Alishia kumeza dawa kwa shida. Harufu nzito ya dawa hiyo ilimfanya karibu atapike, lakini alijikakamua. Genduleza akasema kwamba subiri mpaka amalize kila kitu, ndio dawa itaanza kufanya kazi kwa nguvu. Basi Dina alijikuta akikunja uso huku akijipinda, kuonyesha alikuwa akisikia maumivu makali ya tumboni. Hamza haraka sana alipeleka mkono kupima mapigo yake ya moyo pamoja na mzunguko wa umeme wa mwili. Na pale pale aligundua nishati ya mwili wake haina mpangilio kabisa. Kilichomshangaza Hamza ni kwamba vituo vinavyoshikilia nguvu zake za nishati vilikuwa na nguvu mno kuliko mwanzo na vilianza kudunda kama mtu mwenye pressure kubwa. Hamza aligeuka na kuuliza kwamba wewe Genduleza, nini kinaendelea? Genduleza akasema kwamba acha wasiwasi bwana, kama anajisikia kutapika afanye hivyo ndio atakuwa sawa. Aliongea Genduleza huku akichezesha nywele zake kwa mapozi, akiwa hana wasiwasi kabisa. Hamza mara baada ya kusikia hivyo, haraka sana alimnyanyua kutaka kumtoa kwenye chumba hicho. Lakini alipompakata kutaka kumpeleka bafuni, Dina pale pale alitapika kimiminika cheusi mno kama oili chafu. Yulia alishia kubonyeza kijiremote na mara moja kijiroboti cha usafi kilisogelea matapishi yale na kuyasafisha. Muda huo Yulia alivaa gloves mkononi na kisha akashika birika ile iliyokuwa na dawa na kuanza kuchunguza kwa makini. Hamza akasema kwamba Yulia, kuna tatizo? Aliuliza Hamza akidhani Yulia amegundua jambo. Yulia akasema kwamba kwa sababu tunamjali Dina, tunapaswa kujua pia alicholishwa na nini. Na kisha pale pale aligeuka na kwenda kwenye chumba kingine cha maabara. Muda huo Dina alikuwa ametapika sana kimiminika kizito cha rangi ya oili chafu na angalau pumzi yake ilianza kumrudia vizuri. Alianza kuhisi mwili wake ukipata msisimko wa joto kali kuanzia miguuni mpaka kichwani, huku maumivu yakipotea haraka.
Machozi ya furaha yalianza kumtoka na alishindwa kujizuia, akamkumbatia Hamza. Huku akilia, alisema kwamba Habi, nidhani nakwenda kufa mimi. Hamza upande wake alishia kumchunguza. Mara baada ya kuona hata mapigo ya moyo yametulia, alijikuta akivuta pumzi ndefu na kuishusha. Kwake ilikuwa ni kama ametua mzigo mzito mabegani. Hamza akasema, inatosha sasa Dina, umepona. Aliongea Hamza huku akimfariji mrembo huyo kwa upendo. Wakati huo pia akimwangalia Genduleza aliyekuwa amesimama nyuma yake. Genduleza alishia kubetua midomo yake tu, kisha akaanza kukusanya uchawi wake. Mara baada ya Dina kutulia, Hamza aliona amsaidie kwenda kuoga. Maabara hiyo ya Yulia ilikuwa ikijitosheleza kwa kila kitu. Ilikuwa kubwa mno. Dina akasema kwamba Habi, huna haja ya kunipeleka bafuni, nishakuwa sawa kwa sasa na naweza kufanya kila kitu. Dina mara baada ya kutulia aligundua mwili wake ulikuwa ukinuka na hakutaka kabisa Hamza kumsogelea. Hamza akasema kwamba huna haja ya kuona aibu, istoshe si kama hatujawahi kuoga pamoja. Alafu hata mimi pia mwili wangu unanuka. Hebu angalia nilivyochafuka. Basi ni muda huo ndipo Hamza aliona nguo zake zilikuwa na madoa mazito na pia alikuwa akitoa harufu ya samaki waliooza. Madoa hayo yalionekana kama damu. Hamza akaambiwa ya kwamba nadhani umepata shida sana kwenye kunitafutia dawa. Hamza akasema, Dina, usiongee hivyo ese. Mimi ndiye nimekuingiza matatizoni kwa kuchelewa kukuletea dawa. Ukiendelea kuongea hivyo nitapata aibu hata kukuangalia. Twende tukoge pamoja, nitakusugua na wewe pia utanisugua. Basi Dina hakuweza kukataa tena. Hivyo wawili hao waliingia bafuni na kuingia kwenye jacuzzi kubwa na kuoga pamoja. Dina, unajua nimegundua mwili wako una mabadiliko makubwa. Vituo vyako vya nishati vinaonekana kutanuka mno. Umepanda level nini? Kwani mwili wangu umebadilika? Dina hakuweza hata kuhisi mabadiliko ya mwili wake. Mara baada ya kutuliza mwili wake na kuhisi nguvu zake za nishati, macho alimtoka. Akasema, inaonekana kuwa kweli. Maana nahisi kama mzunguko wa nishati umekuwa mwepesi sana mwilini. Hii ndio kupanda level ama? Hamza kwa sababu alijua Dina hakuwa na uelewa wa kutosha juu ya nishati za mbingu na ardhi, ilibidi kwanza ampe shule. Mara baada ya Dina kuelewa, ilibidi sasa ajitenge kwa muda mfupi kwa ajili ya kuelewa nguvu alizopata. Na mara baada ya kutuliza akili na kuongeza uelewa wa mwili wake, pale mwili wake ulianza kutii mawazo yake. Na punde tu aliweza kupata ufunuo uliomfanya kuingia level ya ukamilifu wa mwili. Ilionekana kuvumilia kwake maumivu makali hakukuwa bure, kwani kupitia maumivu hayo aliweza kupata uelewa mkubwa juu ya mwili wake na mazingira. Upande wa Yulia, mara baada ya kuona wawili hao hawatoki bafuni, ilibidi sasa wafuate huko. Yulia akasema kwamba nyie hamjamaliza tu. Kama mnataka kucheza kimaba rudini kwenu bwana mkacheze. Mimi sitaki harufu za ajabu bafuni kwangu. Hamza mara baada ya kumuona mwanamke huyo akiingia, alishia kumpa ishara ya kutulia. Yulia muda ule aliweza kumuona Dina akiwa anavuna nishati. Yulia akauliza kwamba anavuna nishati? Aliuliza, lakini muda huo Dina alifumbua macho yake. Dina akasema kwamba Habi, nadhani nimetosheka sasa. Nahisi mabadiliko makubwa mwilini, ila naamini kadri itakavyojipa muda basi nitaimarika zaidi. Hamza akasema, Dina, unajua hata ni level gani umefikia? Tayari upo mwanzoni mwa level ya nafsi. Katika hatua ya ukaidi wa asili, umevuka hatua 2 mbele. Jaribu kuweka mkono wako kwenye maji na peleka nguvu zako zote kwenye mkono. Nachukulia kama unataka kuyashika maji kama silaha. Aliongea Hamza. Dina mara baada ya kuambiwa vile, aliingiza mkono kwenye jacuzzi na kufanya kama alivyoambiwa. Mara pale maji yalianza kujikusanya kwenye mkono wake na kutengeneza puto la maji. Dina ni kama hakuwa akiamini anachokifanya. Na kutokana na furaha aliyokuwa nayo, alishia kumwangalia Hamza kisha akasema kwamba Habi, shika hilo. Aliongea Dina na kumrushia Hamza puto lile la maji. Hamza akasema kwamba Dina, hapana. Hamza alitaka kumzuia lakini alikuwa amechelewa. Ile anataka kulishika puto lile lilimlipukia. Ulikuwa ni mlipuko mkubwa uliopasua jacuzzi na kumwaga maji yote, huku kioo cha bafu kikipasuka. Yulia mara baada ya kuona jambo hilo, alishia kutoa tu pumzi ya masikitiko huku muonekano wake ukibadilika. Hamza akasema kwamba Dina, ingawa umefikia level ya ukamilifu wa mwili, ila bado hujajua kutawala nguvu zako. Dina akasema kwamba mimi sikujua litalipuka bwana, nilikuwa na furaha sana ndio maana. Yulia, samani, sikujua itatokea hivi. Samani sana Yulia. Mimi nipo tayari kufidia upya jacuzzi lako. Dina aliongea hivyo. Na Yulia akasema kwamba potezea tu, unajua una hela lakini hata mimi mwenyewe ninazo. Dina akasema ni kweli, ila unaonaje nikikukaribisha nyumbani kwangu na kuandalia chai na chakula?
Yulia akasema, haina haja. Na kuomba tu siku nyingine usije kwangu na kutumia bafu langu. Aliongea hivyo Yulia. Dina alitaka kuongea lakini alishindwa na kuishia kunyamaza tu. Hamza akasema kwamba Yulia, kuna kilichotokea? Aliongea Hamza akichukua taulo na kujifuta. Sasa Yulia akasema kwamba nilikuwa nikifanya majaribio ya dawa aliyotengeneza Gendoleza na nimegundua elementi za sumu ndani yake hazina athari zozote. Dina akauliza, unamaanisha nini? Hamza akasema kwamba kwa lugha nyepesi amedanganya kwamba anatumia sumu kutibu sumu. Alikuwa akidanganya juu ya mchanganyiko ule ila haukuwa na kazi yoyote kwako. Alijibu Hamza akiwa na sura iliyovimba. Sasa Yulia akasema kwamba ni kweli kabisa, dawa pekee iliyokutibu ni damu yake na sio ule mchanganyiko. Dina mara baada ya kusikia kauli hiyo alijikuta aking'ata meno yake kwa nguvu na kukunja ngumi. Si jambo hilo linamaanisha akapewa maji machafu anywe ile hali hayana kazi yote? Basi akasema kwamba ameenda mbali sana. Kulikuwa na haja gani ya kunifanyia yote? Kwani kuna kosa nimemfanyia? Akajibiwa kwamba inaonekana alichofanya ni kwa ajili ya kulipa kisasi kwa huyu bwana hapa. Wewe ni mwanga wa kisasi chake tu. Basi Dina akauliza kwamba Hamza, umemfanya nini huyu msichana mpaka kutolea hasira zake kwangu? Hamza akasema mimi sikuwa na jinsi. Alipanda usinga wake ndani ya mwili wangu, hivyo nikashindwa kumfanya chochote na kuadhibu wengine. Basi wote walionekana kushangaa. Dina na Yulia wakauliza kwa pamoja, usinga ndio nini? Hamza mara moja aliwaelezea na wanawake hawa haraka walielewa. Dina mara baada ya kusikia hivyo alijikuta kishikwa na wivu. Istoshe kwake aliona ni kama jambo la kimapenzi zaidi. Dina akasema kwamba shenzi kabisa. Huyu msichana ni muuni sana. Kwa nini kakuingizia mtego hivyo na kukuwekea huo uchawi kwa nini? Yulia naye akasema kwamba kwa mtazamo wa kisayansi hili ni swala lililokaa kimaajabu au kishirikina zaidi. Baada ya Yulia kuongea hivyo, Dina naye akasema kwamba alafu kwanza msichana yuko wapi? Nataka kuongea naye ana kwa ana, niambie kwa nini kanilisha uchafu. Hamza mara baada ya kusikia kauli hiyo ya Dina alijikuta moyo wake ukidunda kama ngoma. Akauliza kwamba Dina, unataka kuongea naye nini? Dina akasema kwamba usio na wasiwasi, sitomuua, siwezi kumuua. Najua utaki nimuue. Aliongea Dina akichezesha macho yake akimwangalia Hamza. Hamza alishia kurudisha tabasamu lililojaa soni. Kisha akaongea kwa kujibaraguza akasema kwamba kwa nini sitaki? Wewe mwanamke ni shetani kweli. Ni kwamba tu nashindwa kumshikisha adabu. Basi Dina akasema kwamba kama ni hivyo basi nitaenda kumuua sasa hivi. Basi wakati akiongea hivyo tayari alishajiandaa kutoka. Hamza alishikwa na wasiwasi kidogo, akishindwa kuamini kama Dina anataka kumuua Gendoleza kweli. Kwa kuona muonekano wa Hamza ulivyobadilika, Dina alishia kuonyesha sura ya kejeli. Dina akasema kwamba nilikuwa nikitania tu. Kwa nini una wasiwasi hivyo? Wanaume hamna tofauti kabisa na wanyama kwa kuendeshwa na kichwa cha chini. Yulia naye alitingisha kichwa kuunga mkono kauli ya Dina. Hamza akasema kwamba chochote utakachoamua kumfanyia mimi nitakusapoti. Aliongea Hamza kwa namna kujitetea. Katika moyo wa Hamza, Dina alikuwa muhimu zaidi kuliko Gendoleza. Hivyo ingawa alihisi hakuna tija kumua Gendoleza, hakupaswa kuonyesha hali itakayompelekea Dina kukasirika kwa ajili ya huyo mwanamke. Dina akasema kwamba kama ni hivyo sawa. Aliongea hivyo Dina huku akitoka kwa hali ya kuridhika. Mara baada ya kuvaa mavazi yake, pale alitoka na kurudi kwenye maabara kwa ajili ya kuongea na Gendoleza. Muda huo Gendoleza alikuwa pale ndani ya chumba kile cha baridi akiwa peke yake. Yule akauliza kwamba vipi, hauendi kuangalia kinachoendelea? Hamza alishia kusita kidogo, kisha akasema kwamba naenda zangu nje kuvuta sigara. Hamza aliona ingekuwa vizuri kwake kutokuingilia swala hilo la wanawake na kuwaacha wafikie maamuzi wenyewe. Yule akasema kwamba kama ni hivyo, unaonaje ukinisindikiza kwenda bustanini kwa ajili ya kutembea? Aliongea Yulia. Hamza alisha kutabasamu tu. Kisha pale akamshika Yulia kiuno na kusema kwamba nikojua unaenda chumbani kwako kulala. Umefanya kazi kwa bidii sana kwa siku hizi 2. Unataka nikulipe nini? Yulia akasema sina mahitaji ya kimwili kwa sasa, hivyo potezea. Alisema Yulia huku akiondoa mkono wa Hamza. Hamza akasema kama ni hivyo, kwa sasa mimi nina njaa. Unaonaje ukimwambia mtu kutuletea chakula huko bustanini? Yulia akasema hakuna shida, ngoja kwanza nikakuchukulia kitu. Basi mara baada ya Yulia kuongea hivyo, pale alitembea mpaka kwenye maabara
iliyozungushiwa chuma kizito. Mara baada ya kupita kwenye milango iliyokuwa na ulinzi wa utambuzi, Hamza alijua kabisa eneo hilo ndilo kiini kikuu cha utafiti wote ambao Yulia anafanya kwa kutumia teknolojia ya Earth Access. Hivyo asingemruhusu mtu yote kuingia. Kile kifaa fulani ambacho kilitumika kutelepoti kutoka eneo moja kwenda lingine, nacho pia kilikuwa ndani ya eneo hilo. Kulikuwa pia na baadhi ya vifaa ambavyo Hamza hakuelewa kabisa. Ni Yulia pekee aliyekuwa akijua vifaa hivyo vilikuwa na kazi gani. Hata hivyo Hamza alikuwa na shauku mno juu ya teknolojia hiyo ambayo imepita wakati tuliopo. Hamza alitembea na kuingia ndani kabisa maabara hiyo, na ghafla aliweza kugundua mlango mwingine wa chumba uliokuwa mbali zaidi upande wa kulia kwenye kona. Kwa kuangalia tu Hamza aliweza kuhisi ni chumba kingine cha kimaabara. Ingawa sio mara ya kwanza Hamza kuingia hapo, lakini ilikuwa ni mara yake ya kwanza kuona mlango huo. Hivyo alishindwa kujizuia na kuuliza kwamba Yulia, una maabara nyingine ndani ya maabara? Muda huo Yulia aliyekuwa akimsogelea Hamza na USB. Mara baada ya kuulizwa swali hilo, alishia kujibu kiwepesi akasema kwamba ni chumba cha store. Hamza akasema, kwa vifaa vya teknolojia kubwa vilivyopo hapa, kwa nini bado umetengeneza chumba cha store? Hebu niambie kama kuna teknolojia mpya unaendelea nayo. Hata kama ni siri, sidhani kuna haja ya kunificha, si ndio? Yulia akasema kwamba wewe ni mwanaume, kwa nini unaongea sana kama mwanamke? Hebu chukua kwanza hii. Aliongea Yulia huku akimpatia Hamza ile USB. Hamza akauliza ni nini? Yulia akasema kwamba ni taarifa za kimatibabu kutoka kwenye ethics ambazo nimemalizia kuzitafasiri. Kama utashindwa kujua mbinu ya kumfufua Angel, basi mimi sina namna nyingine ya kukusaidia. Aliongea Yulia. Hamza mara baada ya kusikia hivyo, haraka sana aliweka flash ile katika eneo salama kutokana na umuhimu wake. Hamza akasema kwamba asante sana baby Yulia. Asante sana kwa huu msaada, umejitahidi mno. Yulia pasipo na hasira akasema kwamba chukulia msaada wangu kama deni. Hivyo unapaswa kunilipa kidogo kidogo baadaye. Hamza aliishia kutingisha kichwa kukubali. Na pale pale pia alifikiria jambo na kuuliza kwamba unaonaje na wewe nikikufundisha kuvuna nishati? Nadhani umeona namna ambavyo Dina amefanikiwa. Kwa jinsi ulivyo na akili, nina uhakika itakuchukua muda mfupi sana kungamua na kupanda level. Yulia akasema kwamba hayo mambo bwana mimi sitaki. Napendelea zaidi sayansi kuliko hizo nadharia. Basi Hamza alishia kulazimisha tu tabasamu, lakini asingeweza kumlazimisha. Hivyo mada yake ikakoma. Muda mchache baadaye wawili hao walitoka mpaka upande wa bustani wa hoteli hiyo kwa ajili ya chakula cha mchana. Wakati Hamza akiwa ameshiba na sasa kuvuta sigara yake, ndipo aliweza kumuona Dina akiwasogelea. Mara baada ya kuona mwanamke huyo akiwa amepambwa na tabasamu na uso uchangamfu, Hamza aliamini Dina alikuwa na mudi nzuri. Basi Hamza akauliza kwamba Dina, umemaliza? Vipi kuhusu msichana? Dina akasema kwamba usio na wasiwasi. Najua uwezi kuvumilia nikimuua mpenzi wako, ndio maana sijamfanya chochote ila kumfundisha sheria za kikubwa. Mara baada ya kumaliza kuongea, aliketi na kuinua kipande cha keki na kuanza kukila. Ni muda ule Hamza aligeuza uso wake nyuma na alijikuta akishangaa kumuona Genduleza akija kuelekea upande wao. Kilichomshangaza ni hali ya Genduleza kuwa na ile hali ya kutia huruma. Nywele zake zilikuwa kitimtimu na kulikuwa na alama nyekundu usoni kwake. Si hivyo tu, alikuwa kichechemea pia. Mara baada ya kusogea alipo Hamza, alianza kutoa kilio huku akilalamika kuwa Dina amempiga kwa kutumia uwezo wake wa nguvu za ziada. Hamza kuona Genduleza akilia kama mtoto mdogo, alishindwa kabisa kujua cha kuongea. Ni kama hakuamini kama kweli Dina alikuwa amempa kipondo msichana huyo. Sasa Dina akauliza kwamba kwa nini unaniita mtu mbaya? Aliuliza Dina akimwangalia Genduleza kwa macho makali. Awamu hiyo mara baada ya Genduleza kuangaliwa hivyo, alijikuta akishtuka na haraka haraka alinamisha kichwa na kujitetea akasema kwamba sitaongea tena hivyo. Dina kwa uchungu akasema kwamba unapaswa kushukuru kuwa nimekuacha hai kwa alichonifanyia ndugu yako Bruno. Vinginevyo ningekuua kabisa. Aliongea Dina kwa uchungu. Genduleza alishia kuonyesha tu macho ya hofu. Ule ujanja wote ulitoweka mara moja mbele ya Dina. Genduleza akasema kwamba Hamza, naomba tuondoke pamoja. Mimi nikiendelea kukaa hapa nitaishia kunyanyasika. Hamza akasema hebu acha maigizo yako bwana, kujitilisha huruma bwana. Unadhani mimi sijui? Hata kama huwezi kutumia nguvu zako ulizorithishwa, bado unao uwezo wa kujilinda bwana. Kuanzia sasa una ruhusa kuondoka. Kwa hiyo utaki kuondoka na mimi? Unataka niende wapi? Kwa nini unaniuliza mimi wapi unakwenda? Mimi master wako?
Si master wako amekusia kufufua the brain ama? Lakini mimi nataka kuendelea kuwa na wewe. Vipi kuhusu usio wa master wako? Bwana mimi sijui. Ni msichana dhaifu tu, nitawezaje mimi kulifufua tena? Yaani unaendelea na maigizo yako tena. Kama kweli wewe ni mwanamke dhaifu, sina maanisha wanawake wengine wa kawaida ni wagonjwa kabisa. Baada ya kuongea hivyo, Dina akasema kwamba kanajiona kujitilisha huruma ndio kanapendeza. Habi, unaonaje ukiniacha niondoke naye kwenda mgawani kwangu nikamfanya kuwa mhudumu? Akiwa chini yangu nitamfundisha adabu ili isitokee akakuletea matatizo. Baada ya Dina kuongea hivyo, Genduleza akasema hapana, mimi sitaki kuwa mhudumu, mimi sitaki. Lazima utanipiga tena. Dina akasema kwa hiyo mimi nimekupiga na bado unaleta ujeuri. Unataka kupigwa tena, si ndio? Aliongea Dina. Genduleza macho alishia kujawa na machozi na ugeukia pembeni akikosa hiari ya kujibu. Hamza kuona hivyo hakujua cheke ama lie. Kwa jinsi alivyokuwa akiona ni kama Dina alikuwa akimwonea mdogo wake, yani ni kama akimuona kama mdogo wake. Yulia akasema kwamba lakini si umesema kuna baadhi ya viongozi ambao amelishwa usinga na hawa wanawake wa Bikira takatifu? Kwa nini tusimalizane na swala hili kwanza? Aliongea Yulia kisha kaendelea akasema kwamba jana Afande Simba alimpigia simu na kuuliza ni lini unarudi na utadili vipi na swala hili la watu wa Bikira takatifu. Hamza alijikuta akijipiga kibao cha paji la uso. Alikuwa amesahau kabisa, kwani mmoja wa waathirika alikuwa ni tajiri Bridge. Isitoshe Hamza alikuwa na mahusiano wa karibu na Dr. Bridge, hivyo asingeweza kuwaacha wakiangamia pasipo kufanya jambo. Sasa Hamza akasema kwamba Genduleza wasiliana na hao wanawake wote waliopandikiza usinga kwa wanaume ndani ya Tanzania kuuondoa mara moja. Aliongea Hamza. Mara baada ya Genduleza kusikia hivyo, macho yake mazuri alichanua na akasema kwamba nipo tayari kuongea nao na kuacha wanachokifanya, lakini unapaswa kuniahidi huwezi kunifukuza. Sasa kama hutaki kuondoka, unataka uishi wapi? Popote tu unapoishi wewe na mimi nitaishi. Ili mradi tu tukiwa pamoja mimi nitahakikisha unanipenda. Aliongea Genduleza akiwa serious kabisa. Dina akasema kwamba yani wewe msichana unajipaisha sana. Yani hadi unafikiria kuwa naye usiku na mchana. Aliongea Dina huko akitoa ya moyo. Hamza hakika asingekubaliana na swala hilo. Kuishi nyumba moja na msichana kama huyo, sikutaka kumfanya Regina kuwa na kichaa. Basi Hamza alisema kwamba vyovyote vile mimi sijali. Ili mradi Dina hana tatizo, sijali kuhusu watu wengine. Waondolee huo usinga, usiwaondolee ni juu yako. Aliongea Hamza akikataa kuahidi. Genduleza mara baada ya kusikia hivyo alijua kabisa Hamza hakuonyesha kujalishwa na watu hao waliokuwa chini ya uchawi wao. Binti akasema kwamba Hamza, nimeshakupatia mwili wangu. Kwa nini usionyeshe kunijali hata kidogo tu? Kwa nini yani unakuwa mkatili kiasi hiki? Msikilizaji, kama kungekuwa kuna watu wengine wa kushuhudia jambo hilo, wangemwona Hamza ni kichaa au si rijali na kujiuliza inawezekanaje ashinde kujali mwanamke mrembo kama huyo, tena mbichi kabisa. Ila ukweli ni kwamba kama isingekuwa Hamza kuwa na nguvu za kutosha, angeweza kufia kwenye pango lile la nyoka kwa sababu ya mwanamke huyo. Okay, unaweza kuishi hapa lakini huwezi kuishi karibu na mimi. Nitakutafutia mahali. Kwa hiyo unataka yani kunificha kama hela? Unafikiria sana wewe. Ninachotaka ni kukutafutia kitu cha kufanya ili usifikirie ujinga wa kutaka kuvuna usinga wako kwenye kichwa changu. Basi muda huo Genduleza alihisi alichoongea Hamza ni cha kweli, lakini alishindwa kujizuia kuwa na mawazo. Kama ni hivyo utakuwa unakuja kunitembelea au unaweza kukutafuta? Kwa nini una mahitaji mengi? Unataka nini, kutafutia sehemu ya kuishi ama kuondoka na Dina? Nitafutie pa kukaa. Aliongea kwa sababu Dina hakuonekana kwenye biashara zake kwa muda mrefu, ilimbidi kuondoka. Upande wa Hamza alimchukua Genduleza na kuelekea naye moja kwa moja mpaka kituo cha watoto. Mara baada ya Hamza kufunguliwa geti na kupaki gari pembeni, muonekano wa Genduleza ulibadilika kwa mshangao mara baada ya kuona watoto wengi wakikimbizana katika eneo lililoonekana kama shule. Basi Genduleza akasema kwamba Hamza, unataka niishi hapa kituo cha kulelea yatima? Ndio, naamini huna elimu yote, ila unaweza kuishi hapa na kusaidia hawa watoto.
Isitoshe una muonekano mdogo, hivyo ni rahisi kupendwa na watoto. Aliongea Hamza. Mara baada ya Genduleza na Hamza kushuka kwenye gari na kutembea katika eneo hilo, watoto wengi waliishia kumwangalia Genduleza kwa macho ya shauku na matamanio. Ni muda huo huo wazo fulani lilimwingia Genduleza kichwani wakati wa kuangalia watoto wengi wa kike katika eneo hilo, na alijikuta akitoa tabasamu. Mara baada ya kufika kwenye ofisi ya Priscilla, Hamza aliweza kugundua ndani ya ofisi hiyo kulikuwa na wafanyakazi wengi wa kituo ambao walikuwa wamemzingira Priscilla huku wakiongea kwa kucheka. Mara baada ya kumuona Hamza akiwa ameongozana na msichana mrembo, wote walionyesha hali ya kushangaa. Priscilla alijikuta akimuita Hamza huku akimwangalia Hamza na macho ya huyo ni mdogo wako ama? Kisha akageukia wafanyakazi wenzake. Akasema, jamani, asanteni sana kwa jitihada zenu za leo, mnaweza kutangulia. Basi wafanyakazi hao waliishia kutoka nje eneo hilo na kuacha watu watatu pekee ndani ya ofisi. Priscilla, huyu hapa anaitwa Genduleza, ni mgeni na anataka kuishi hapa Dar es Salaam ila hana pa kuishi. Sasa nimeona aje kukaa hapa ili afanye kazi ya kufundisha au kuwa mlezi wa watoto. Mbona anaonekana kuwa mdogo sana? Umemtolea wapi? Aliuliza Priscilla kwa shauku. Hamza hakuona haja ya kumficha Priscilla, hivyo alimuelezea juu ya kilichotokea kwa ufupi. Mara baada ya Priscilla kusikia maelezo hayo, nyusi zake ziliishia kucheza huku akionekana kuwa katika mawazo mazito. Muda huo Genduleza alihisi labda Priscilla alikuwa ameshamchukia, hivyo haraka aliongea kwa sauti ya kubembeleza, akasema kwamba da Priscilla, najua nimefanya makosa mengi nyuma, lakini sasa hivi nipo tayari kubadilika. Ninachotaka ni sehemu ya kuanzia upya. Sina ndugu yoyote aliyebakia wala mtu wa kumtegemea. Naomba uniruhusu niishi hapa na kuahidi sitomfanyia chochote Hamza. Priscilla mara baada ya kusikia maneno hayo alishia kushangaa na kisha akasema kwamba Genduleza, umenielewa vibaya. Kama Hamza ndiye kakuleta, mimi siwezi kukataa. Lakini wewe ndiye uliyekuwa mkuu wa imani yenu. Ingawa hakuna waumini wengi waliobakia kama Hamza alivyosema, lakini haikufanya kuwa msichana wa kawaida. Upo kweli tayari kukaa hapa kituoni na kufanya kazi ya kulea watoto? Kumbuka tutoe mshahara mkubwa. Mara baada ya Genduleza kusikia hivyo, mara moja alitingisha kichwa chake kwa furaha na kusema kwamba nipo tayari. Baada ya kuona tu watoto wamenivutia mno. Hata nilipokuwa nikiishi mlimani nilikuwa nikifanya kazi ya kulea watoto wadogo, hivyo nina uzoefu mkubwa. Basi mara baada ya Priscilla kusikia hivyo, hakuonekana kuwa na pingamizi tena. Akasema kama ni hivyo basi sawa, nitakupangia sehemu ya kuishi baadaye. Kuanzia sasa utakuwa mwenzetu. Genduleza akasema asante sana da Priscilla, unaonekana kuwa mpole sana na mwenye ukarimu. Wewe ni mtu mzuri sana kuliko yule Dina. Aliongea sasa akitoa kicheko cha umbea kidogo. Hamza akasema kwamba Genduleza, uache kumwongelea vibaya Dina mdao. Tumesikia? Ukiendelea hivyo ataendelea kukupiga na hamtakuja kuelewana hata siku moja. Na itakuwa ni mbaya kwako, unaelewa? Genduleza akasema najua, tatizo kaniumiza sana. Hamza hakujalishwa na maneno yake na alishia kubadilisha mada. Akasema kwamba Priscilla, naona ulikuwa ukicheka na hao shangazi wa kituo. Vipi, kuna habari yoyote njema? Priscilla akajibu ndio, huku sasa akiwa na furaha. Aliinua bahasha na kumpatia Hamza. Hamza akauliza ni kwa sababu ya hii? Hamza alipokea bahasha ile na kuifungua, na mara baada ya kuiangalia tu aliweza kusoma maneno yaliyonakishiwa kwa wino. Kisha akauliza kwamba ni barua kutoka WCP. Hamza alijikuta akisoma barua hiyo na pale pale alitoa kicheko cha furaha. Priscilla, wewe ni noma, hongera sana. Kwa hiyo wamekutumia barua ya mwaliko kwa ajili ya kukutunuku tuzo ya World Children Prize. Yaani unajua mwenyewe sijatarajia ile. Ukweli kazi kubwa imefanywa na Madam Neema wakati alipokuwa hai. Sijui shirika la WCP limepata wapi habari zangu, lakini una kila taarifa ya maendeleo ya kituo chetu kipya kinachoendelea kujengwa. Na juhudi zote tulizofanya baada ya mlipuko kule Morogoro, wamesema wameguswa sana na juhudi zangu. Ndio wamenitumia mwaliko wa barua wa kushiriki katika hafla ya ugawaji tuzo na kuniambia niende mwenyewe kuipokea. Priscilla, usidharau kabisa juhudi zako. Ingawa ni kweli umeanza hivi karibuni kuwa mkuu wa kituo, lakini umekuwa mchangiaji mkubwa sana na mfanyakazi wa kituo. Kwangu mimi naona unastahili kabisa tuzo kwa 100%. Aliongea Hamza akiwa na furaha kweli.
Priscilla kweli aliona juhudi zake zilikuwa zimetambuliwa kimataifa na alikuwa na furaha juu ya hilo, lakini kwa wakati mmoja alikuwa na wasiwasi. Priscilla akasema kwamba Hamza, naona wasiwasi kwenda kwenye hii hafla. Yaani unajua sijawahi kushiriki kwenye hafla kubwa namna hii eh? Vipi, unaonaje nikikusindikiza kwenda kupokea tuzo yako? Yaani natamani kweli kwenda na wewe. Lakini barua ya mwaliko imesema tunapaswa kusanyika na wahisani karibu dunia nzima walioalikwa na kufanya baadhi ya shughuli za kijamii kama sehemu ya sherehe hizo. Naona kwangu yani haitakuwa nzuri kama nikienda na wewe kama mpenzi wangu. Itakuwa vizuri zaidi nikienda mwenyewe. Priscilla, unafahamu kuongea Kiingereza kwa ufasaha mkubwa sana. Na pia Kifaransa unakijua vizuri. Una wasiwasi gani sasa? Ni kweli nitaenda tu mwenyewe. Kesho nitaenda kushughulikia swala la visa. Naam, upande wa pembeni Genduleza alimwangalia Hamza kwa kumkubali mno. Basi Genduleza akasema, hongera sana dada P kwa mafanikio makubwa. Sijawahi kusafiri kwenda Ulaya. Unaonaje nikikufuata kama msaidizi wako? Na mimi pia najua kuongea Kiingereza. Priscilla kusikia ombi hilo alijikuta akishangaa na kisha akamwangalia Hamza kama vile anataka maoni yake. Huyu mimi nimemleta tu hapa na kuanzia sasa upo chini yako. Hivyo unaweza kufanya maamuzi yote. Lakini kwa ushauri wangu ni vyema pia ukienda na msaidizi kwa ajili ya kukusaidia mambo hapa na pale. Haya, sawa. Kama nikipata vibali vyote juu yake basi nitaondoka na. Istoshe asilimia kubwa wafanyakazi wa hapa wamesema hapo busy. Baada ya P kuongea hivyo, Genduleza kwa kutania akasema kwamba asante sana dada P kwa kuniamini. Watu wengi wananiita mchawi. Priscilla akasema kwamba usijali, istoshe huwezi kuniwekea huo usinga bwana, na pia sikuogopi. Genduleza kwa mshangao kauliza, kwa nini? Pia akasema Hamza kajua hakuna uchawi unaweza kuniathiri, ndio maana akakuleta kwangu. Priscilla, hakika unajua kusoma mawazo yangu sana. Ila nakusihi uanze kumwadabisha huyu msichana. Japokuwa ana miaka 18, lakini mambo yake mengi ni ya kitoto sana. Basi muda huo Genduleza alikuwa katika hali ya maswali mengi. Alikuwa akijiuliza kulikuwa na jambo gani la Priscilla kutomwogopa. Hata hivyo Hamza asingeweza kuweka wazi kwamba Priscilla alikuwa na damu ya Kiphoenix ambayo kutokea kwake ni kama porojo za kusadikika. Si hivyo tu, Hamza alijua Priscilla alikuwa msomi, hivyo ni rahisi kudili na msichana mdogo kama Genduleza. Mara baada ya kuachana na Genduleza kituoni hapo, Hamza pale pale alianzisha safari ya kurudi nyumbani. Kwa sababu hakuwa ameonana na mke wake kwa siku kadhaa, Hamza alikuwa amemisi sana moyoni mwake. Hata hivyo, kwa sababu mambo yalikuwa ni mengi yaliyotokea, hakupata hata muda wa kuwasiliana naye kwa simu. Mara baada ya kufika nyumbani, ilikuwa ni muda wa chakula cha usiku na shangazi Mariposa alikuwa amekwisha kuandaa mezani. Hamza mara baada ya kuingia, aliweza kumuona mzee aliyemtambua akiwa mezani. Babu. Hamza mara baada ya kugundua kuwa mzee Abbas Muhinde pia alikuwa nyumbani hapo kutoka hospitalini, alishindwa kujizuia na kutoa kicheko cha furaha. Basi Hamza akasema kwamba kumbe umesharuhusiwa kutoka hospitali. Hali ya mzee Abbas ilionekana kuwa nzuri. Mzee Abbas akasema kwamba Hamza umerudi. Tokea niamke kutoka kwenye usingizi wa ganzi bwana, sikupata nafasi ya kukuona tena. Shukrani sana kwa ajili yako bwana. Mimi naendelea vizuri kabisa. Babu, hupaswi kuongea hayo maneno. Kuokoa uhai wa mtu ni jambo ambalo unapaswa kufanya. Basi Hamza alimsogelea mzee huyo na kumpima kidogo kitaalamu, na mara baada ya kuhisi mapigo yake ya moyo yapo vizuri, alijikuta akiwa na uweni. Babu, nadhani unapaswa kukaa hapa kwa muda. Itakuwa ngumu kufuatilia afya yako kama ukirudi kijijini. Maisha ya hapa yanaonekana kuwa mazuri sana, lakini najisikia tofauti kidogo bwana. Babu, usijali, utazoea tu. La sivyo huyu Regina atakosa kabisa amani. Mimi nishazeeka bwana, kwa hiyo nitaishia tu kuwasumbua bwana. Babu bwana, lakini afya nayo unajua. Afya unayo ya kutosha na wote tunafurahia uwepo wako babu. Kwa nini iwe usumbufu? Asa muda huo wakiongea, shangazi alitoka jikoni akiwa ameshikilia bakuli la supu na kutabasamu mara baada ya kumuona Hamza. Shangazi akasema, Hamza, kumbe umerudi. Kwa nini kila ukiondoka unakawia mno kurudi? Hamza alishindwa tu kujibu, akatoa tabasamu la haya na kuishia kuuliza alipo Regina. Vipi, Regina yupo kwenye chumba chake cha kujisomea ama?
Shangazi akasema ndio, atakuwa anaendelea kufanya kazi, hebu muite ashuke, chakula kipo tayari. Hamza alijiambia kwa level aliyofikia Regina, lazima tayari alishajua chakula kipo tayari. Yaani Regi hana haja ya kutaarifiwa chakula. Kwa level aliyofikia, kashajua chakula kipo tayari. Hivyo badala ya kumfuata alianza kumuita kwa sauti. Hamza akasema kwamba wife, muda wa kula huu, nimerudi. Haikuchukua muda mrefu, mlango wa chumba cha kujisomea ulifunguliwa na Regina aliyekuwa na jarida mkononi. Alionekana akishuka kwenye ngazi. Hamza kwa kuona uso wa ukauzu tu aliokuwa nao Regi, alijua fika kuwa mwanamke huyo hakuwa na furaha. Na sababu akasema kwamba Regina, ni muda wa kula huu, kwa nini bado unasoma? Basi ni kwa kuitwa na babu yake tu ndipo aliinua kichwa chake na kutatabasamu. Kisha alisogelea meza na kukaa. Bila kuongea sana, alianza kumwandalia babu yake supu ya kuku. Babu, unapaswa kwanza na hii supu ya kuku kwanza. Regina alionekana kujali sana wakati akiongea na babu yake, lakini alimpotezea kabisa Hamza. Sasa kijana wetu akajiuliza, kwanza alisi ajabu moyoni mwake na kujiuliza, au Regina tayari amekwisha kujua juu ya swala la Genduleza nini? Kama sio hivyo, kwa nini anaonekana kuwa na hasira? Wife, kuna jambo lolote limetokea? Kwa nini unaonekana huna furaha? Mara baada ya Regina kumwangalia Hamza, aliweka lile jarida aliloshikilia mbele ya Hamza. Siku hizi biashara ya majarida na magazeti imeshuka mno, lakini hili jarida limeonekana kuuza sana sokoni. Hebu angalia na uniambie habari yake kama si ya kufurahisha. Hamza akasema kwamba linaonekana kuwa jarida la masuala ya muziki na fashion. Aliongea Hamza akiangalia jarida lile huku sasa akishindwa kuelewa lilikuwa na nini. Akauliza kwamba siku hizo unasoma majarida aina hii? Sijalinunua mimi. Eliza ndiye aliyeliona na kulinunua kisha kunipatia kwa kuvutiwa na kilichomo ndani. Aliongea Regina pasipo hisia nyingi. Kisha akaanza kula. Hamza alizidi kuwa na maswali mengi na kujiambia, yani Eliza anunue gazeti hilo na kisha kumpatia Regina, litakuwa na nini? Hamza mara baada ya kufikiria kwa kina, pale wazo lilimuingia na moyo wake ukaanza kupiga kwa nguvu. Alishia kumeza mate na haraka akafungua jarida lile. Hamza hakufungua hata kurasa nyingi. Kwenye ukurasa wa kwanza tu wa jarida hilo ulimfanya taya kumshuka. Kulikuwa na maandishi makubwa ya kichwa cha habari kilichosomeka ya kwamba penzi la kitaa, huku kichwa hicho kikiambatana na picha maridhawa ya mwanaume akimpiga busu mwanamke mrembo kama cover la dhima ya jarida hilo. Ingawa picha hiyo haikutambulisha sura wazi kwa kuiweka kisanaa zaidi, bado kwa mtu mwenye kufahamiana na watu waliomo kwenye picha hiyo lazima angewatambua mara moja. Alikuwa ni Hamza na Dina waliokuwa kwenye picha, na kwa jinsi mwanamke alivyomrembo na mwanaume alivyomtanashati ilidhihirisha kwa nini gazeti hilo lilikuwa likiuza vizuri. Hamza alikumbuka siku ile alifanya utani kumwambia bwana mpiga picha awapige picha, lakini hakudhania kama kweli lingechapishwa. Haraka alijikuta akifunga gazeti lile huku akimlaani yule mpiga picha. Alijiuliza kwamba kwa nini achapishe sura yangu pasipo kupata idhini? Lakini mara baada ya kufikiria kwa makini aligundua ni yeye ndiye aliyemwambia afanye hivyo. Hamza alikosa neno. Mpaka hapo alishachelewa kurekebisha. Na swala muhimu ni kwamba jambo hilo limemfikia Regina na kumfanya kutokufurahi. Hamza akasema kwamba magazeti ya siku hizi ni ya kishilawadu tu, hayana hata maana. Aliongea Hamza yani ni kama akilibeza jarida lile na kuliweka pembeni, akijifanya ni kwamba hakuna kilichotokea. Kisha haraka akabadilisha mada, akasema kwamba wife, hivi unajua nimempeleka mmoja wa viongozi wa dhehebu la Bikira Takatifu na anafahamika kwa jina la Genduleza. Nimempeleka kwenda kwa Priscilla. Naamini utakuwa pia unajua kuhusu hilo. Aliongea Hamza huku akianza kula, lakini Regina hakujibu chochote. Akaendelea tu kula kimya. Mara baada ya kuona mwanamke huyo hakuwa na matamanio ya kuendelea kuongea, aliendelea kujaribu kumwongelesha. Halafu wife, hivi umesikia Priscilla amealikwa kwenye hafla ya tuzo za WCP? Ndio. Anajiandaa kuelekea Ulaya kwa ajili ya kupokea tuzo. Lakini eti kwa uzoefu aliokuwa nao wakati akiwa chini ya kampuni yako, anasema eti anaona wasiwasi wa kwenda nje ya nchi. Hamza aliendelea kunengeneka lakini Regina hakuonekana kabisa kujibu chochote, jambo lilomfanya kushikwa na aibu.
Mzee Muhindi aliyekuwa pembeni alishia kuuliza kwa shauku, akasema kwamba Hamza, unamuongelea nani na tuzo gani hiyo? Regina akasema kwamba babu, huna haja ya kujali maneno yake, wewe endelea tu kula. Hamza kusikia hivyo alitaka kuachia kilio, lakini machozi yalikataa kabisa. Aliona hakukuwa na namna ya kuongea na Regina, hivyo angelimaliza vipi ile swala. Upande wa mzee Abbas alishaona kabisa kuna namna wenza hao walikuwa na matatizo, lakini alikuwa mzee hivyo hakutaka kuongea sana. Upande wa shangazi pia alikuwa ni mtu mzima aliyefahamu mambo makubwa, hivyo hakuongea chochote na akaendelea kula. Mara baada ya kumaliza kula, Regina kimya kimya alirudi kwenye chumba chake cha kujisomea na hakuwa kabisa na nia ya kuongea na Hamza. Hamza upande wake alishia kukuna tu kichwa. Muda huo aliona anapaswa kujishusha na kuomba msamaha. Hivyo Hamza alichukua jarida lile na kisha alizikwea ngazi kumfuata Regina. Regina akasema kwamba niko busy, tafadhali usinisumbue. Aliongea Regina mara moja tu baada ya kuhisi uwepo wa Hamza. Lakini Hamza hakujali na badala yake alisukuma mlango na kuingia ndani. Hamza akasema, kipenzi changu Regina, kwa muda wote huu ambao Mungu ametupatia, sidhani kama huna muda hata kidogo wa kuongea na mimi. Regina aliyekuwa busy kujibidiisha kuchapa kwenye tarakishi yake aliinua kichwa na kumwangalia Hamza kwa macho makavu. Kisha akavuta pumzi, akaishusha na kufunika laptop yake kwa nguvu. Okay, nitakupatia dakika moja. Dakika moja chache sana. Nitawezaje kuongea na wewe? Afu sitoshe. Nimetoka nyumbani kwa muda mrefu na nimekumisa na mke wangu. Wewe sekunde 50. Wife, ni kweli picha kwenye hili jarida ni mimi na Dina, lakini haikuwa kwa ajili ya kukasirisha. Hii siku ilikuwa kidogo tofauti, kwa kumshuku Dina na kumfanya akasirike. Hivyo nikajaribu kumfurahisha, ila sikudhania kama mpiga picha angechapisha kwenye jarida. Regina macho yake alizidi kujaa ukauzu. Akang'ata meno yake kwa nguvu. Hivi ni aibu kiasi gani kwa mtu anayejua mahusiano yetu ya mume na mke akiona hizi picha za kumbusu mwanamke kimahaba kabisa mbele ya kadamnasi ya watu? Ama ulikuwa ukijiona unaigiza filamu za chombezo, si ndio? Usiniambie kuna mtu amekukejeli kwa kutumia hizi picha, Wewe niambie ni nani mwenye ujasiri huo? Mimi nitaenda kudili naye mwenyewe. Potezea. Hata kama wameona, unadhani wana uthubutu gani wa kunikejeli kwa mtu kama wewe, mfalme wa kuzimu? Sasa hivi wataishia tu kunicheka kwa siri, tena kwa dhihaka kubwa. Aliongea Regina huku akijidhihaki mwenyewe. Hamza alijua kweli jambo hilo kwa Regina lilikuwa ni dhihaka, hivyo alishia kutingisha kichwa chake tu kwa dhati. Najua na I'm sorry, nipo hapa kwa ajili ya kukuomba msamaha. Wife, usiwe na hasira hivyo. Unaweza kufanya unachotaka, lakini usinipotezee. Dakika moja imeisha, unaweza kuondoka. Sina muda kuongea na wewe mimi. Hamza hakutaka kuondoka kirahisi, hivyo alitembea upande wa Regina alipo na kumshika bega, akiinama kutaka kumbusu. Regina, najua kweli nimekosea. Nimekumisi mno kwenye siku hizi chache. Bwana ondoka. Regina alionekana ukasirishwa zaidi na kitendo alichotaka kufanya Hamza, na alimsukumia mbali, huku sasa akisimama kujitenga naye. Wakati huo ukungu ukijitengeneza kwenye mboni za macho yake. Regi kwa hasira na maumivu sana alizungumza kwamba hivyo unanichukuliaje kwa mfano? Hivyo unaniona kama msichana mdogo ambaye sijui chochote, si ndio? Kwamba ukinikisi na kunikumbatia nitaacha kujali? Ni swala moja la wewe kuonekana na Dina kwenye gazeti la kipaparazi na akaingia kwenye mtego na kujikuta katika hatihati ya kufa. Lakini kwa nini ulivyoenda kuchukua dawa ndani ya siku chache tu umerudi na mwanamke mwingine, tena kiongozi wa imani ya Bikira Takatifu uliyeingia kwenye mtego wake? Kwa nini lakini? Aliongea Regina kwa hasira kubwa na sauti ya ukatishwa tamaa na Hamza. Au unafanya unachotaka kwa sababu nilikubali kukuacha uendelee na wanawake zako, si ndio? Kiasi hata cha kutokunifikiria wakati wa kufanya ushenzi. Maneno hayo, Hamza moyo wake kwanza ulizama. Ilionyesha wazi Regina alikuwa akijua kila kitu kilichotokea juu ya Genduleza na yeye. Wife, sio kama unavyodhani, ni Genduleza aliyeniingiza mtegoni. Sababu kubwa mimi kuingia kwenye mtego wake ilikuwa ni wewe.
kwa sababu ya mimi? Anaongea Regina akibetua mdomo, akiona jambo hilo ni kichekesho. Kwa hiyo unasema mimi ndio niliwashikia kibatari, si ndio? Sijamaanisha hivyo, ni kwa sababu wakati natokea Genduleza aliniwekea mtego ulionifanya mimi kuchanganyikiwa na kumuona yeye ni wewe. Nadhani mwenyewe unajua ikitokea ni unapotaka tufanye, ni ngumu kwangu kujidhibiti. Hivyo sababu ni kwamba shauku yangu kutaka kuwa na wewe ndio iliniingiza mtegoni. Hamza alikuwa na haya ya kuongea moja kwa moja. Hivyo alijikuta akizunguka sana, akijaribu kumwambia Regina kwamba wakati akimnyandua Genduleza, alidhani alikuwa akimnyandua yeye. Regina kuelewa maneno hayo, uso wake uligeuka mwekundu. Hamza, unaenda mbali sana. Yaani mpaka hatua hii bado unakataa kuwajibika. Kwa hiyo unamaanisha Genduleza alijifanyisha kuwa mimi na wewe ukamwamini, si ndio? Tumekuwa pamoja kwa zaidi ya mwaka mmoja sasa, lakini unaniambia huwezi kutofautisha nani ni mke wako, nani ni feki. Hamza kuulizwa hivyo alishindwa kabisa kujua namna kujitetea. Hapana, yani huo muda akili yangu haikuwa ikiwaza. Sasa wewe, sitaki kuendelea kukusikiliza. Tafadhali naomba utoke. Kama utaki kuondoka nitaondoka mimi. Anaongea Regina akiwa amefura. Hamza mara baada ya kuona mwanamke huyo anataka kutoka kweli, alishia kunyoosha mkono kujisalimisha. Okay, ninaondoka. Hamza mara baada ya kutoka kwenye chumba hicho, alishia kushuka chini sebleni na kujitupia kwenye sofa. Mzee Abbas aliyekuwa akiangalia TV alishia kuangalia tu, na kisha akauliza kwamba umemkasirisha Regina? Babu, huna haja ya kuwa na wasiwasi, ni swala la kawaida tu. Nani ana wasiwasi juu yenu sasa? Bado nyinyi ni vijana na hakuna kati yenu anayeumwa. Kwani si mnagombana tu? Ni wenza gani wasiogombana bana? Anaongea Mzee Abbas akicheka huku akigeuza uso wake kuendelea kuangalia TV. Hamza alishia kutabasamu tu. Aliona mzee huyo alikuwa open minded, yani ni muelewa. Ilionekana alikuwa ameona mambo mengi kwa kuishi kwake kwingi. Hamza hakuwa na mudi ya kuangalia TV, hivyo aliona avute sigara kwanza huku akitafuta namna ya kuweka mambo sawa na Regina. Tatizo mke wake alikuwa na hela, hivyo kununua kitu kumfurahisha ilikuwa ni swala gumu sana. Muda ule wakati anatoa sigara, alishia kumuona mzee Muhinde akimwangalia kwa muonekano usio wa kawaida. Hamza pale pale alikumbuka alikuwa na mgonjwa hapo, hivyo haraka aliinuka kwa aibu na kuongea kwa tabasamu akasema kwamba babu, mimi naenda kuvuta sigara kidogo. Kuvuta sigara hapa si tatizo bwana, swala ni kwamba nakuonea wivu. Baada ya babu kuongevu akicheka, Hamza akasema kwamba huwezi kuongea maneno hayo mbele ya daktari kama mimi babu. Anaongea Hamza hakutaka kuthubutu kumpatia sigara. Muda huo shangazi alionekana akitoka jikoni alikokuwa akiosha vyombo, na akaongea kwa nguvu baada ya kuona Hamza anatokomea nje. Shangazi akasema kwamba Hamza, kama huna cha kufanya unaonaje ukienda kumwangalia Berida na ana hali gani? Maana nimempigia simu ila hapatikani, na mpaka muda huu alipaswa awe amekwisha kurudi kutoka kazini. Basi Hamza pale pale ni kama akili yake ilirudi upya na kujiuliza, hivi kumbe kulikuwa kuna mwanafamilia mwingine ambaye hakuwa nyumbani. Hamza kuuliza kwamba kwani alishapata kazi na anafanya wapi? Shangazi akasema kwamba anafanya kazi kule mtaa wa Kisiwani kwenye duka la kutengeneza mikate. Anafanya kazi ndogo ndogo tu wakati akiendelea kujifunza kuchoma mikate. Alipaswa kurudi hadi sasa ila sijajua kwa nini kachelewa. Hamza akasema labda simu yake imeishiwa chaji, ndio maana umpatie hewani, lakini atarudi tu. Shangazi akasema labda, lakini bado nina wasiwasi isije kawa ameingia kwenye anga za watu wabaya. Anaongea shangazi akiwa na wasiwasi kiasi cha kufanya sura kujaa mikunjo. Hamza kuona namna ambavyo shangazi alikuwa na wasiwasi, alishindwa kujizuia na kucheka akasema kwamba shangazi, inaonekana kweli una wasiwasi na kuchelewa kwa Berida. Shangazi kwa hisia akasema kwamba labda ni kwa sababu sina mtoto wa kwangu, ila kumuona tu huyo mtoto akiwa mpweke na bado kuwa na fikra chanya nimetokea kumpenda tu. Hamza kwa utani akasema basi usiwe na wasiwasi, ngoja nitaenda kumtafuta na akupigie simu mama yake kukutoa wasiwasi. Aliongea Hamza kwa utani. Shangazi akasema kwamba
Wewe ndio umesema hayo, ila utani wako mbaya bwana. Ni mtoto ninayempenda, ila sina nia nyingine zaidi. Na Hamza aliona swala hilo lina mantiki. Ukweli kwa umri aliokuwa nao shangazi, isingewezekana kwa Belda kwa mtoto wake. Ingefaa zaidi kumuona shangazi kama bibi yake, yani kama ilivyo kwa Irene. Hamza alitoka nyumbani hapo na hakuchukua usafiri binafsi. Badala yake alipanda usafiri wa umma kuelekea eneo la kisiwani. Eneo hilo lilikuwa na shule ya sekondari kwa nyuma na kwa mbele pia kulikuwa kuna chuo. Hamza mara baada ya kushuka kwenye kituo kati ya chuo na shule, alihisi kuna jambo si la kawaida. Kwanza kulikuwa kuna wanajeshi wengi wenye silaha waliozingira eneo hilo, huku raia wengi wakiwa wamekaa kwa mbali wakiangalia eneo la katikati la mkutano, yani la makutano ya barabara. Hamza kuona jambo lile aliingiwa na hisia mbaya. Haraka sana alimsogelea jamaa mmoja na kumuuliza kinachoendelea, lakini bwana huyo hakuwa pia na la kueleza. Hamza hakuona haja kupoteza muda na mara moja alitembea mpaka eneo hilo la katikati. Wanajeshi wawili mara moja walipiga hatua mbili na kumzuia Hamza kwa mbele. Mwanajeshi mmoja akasema kwamba kuna hatari unakoelekea, tafadhali ishia hapa hapa. Hamza akasema naomba kuuliza, hili eneo limezibwa kwa muda gani? Yule mwanajeshi akasema kwa nini unauliza? Hamza akasema ndugu yangu, mimi nauliza kwa sababu kuna mdogo wangu hapa anafanya kazi kwenye hilo duka la mikate hapo na mpaka sasa hajarudi nyumbani, hivyo nimekuja kufuatilia. Aliongea Hamza. Wanajeshi wale wawili mara baada ya kusikia hivyo walishia kukunja sura na mmoja wao akasema kwamba nifuate. Hamza alishangana kujiuliza kwa nini anataka amfuate tena. Hata hivyo hakufikiria sana na mara moja alisogelea eneo la mita kama 100 hivi lililokuwa na mgawa. Hamza ile anaposogelea mgawa huo aligundua kulikuwa na wanajeshi wenye mafunzo ya nishati, ingawa nguvu zao hazikuwa kubwa. Iliashiria kabisa kwamba swala linaloendelea hapo si jepesi. Mwanajeshi yule mlangoni akasema kwamba ripoti, mwanafamilia mwingine wa wahanga amefika. Hamza sura ilimshuka mara baada ya kusikia familia ya wahanga. Alijiuliza au lilokuwa likiendelea hapa lina uhusiano na kiwanda hicho cha mikate? Basi muda huo aliweza kuona wanaume kadhaa katika hali ya majadiliano kwenye meza ndefu na sauti tu kutoka ndani ilisikika ikisema kwamba mruhusu aingie. Aliongea mwanajeshi aliyekuwa na uso wa kakamavu na ile anapogeuza uso wake kuangalia mlangoni alishia kubung'aa na kuonyesha hali ya kupaniki kwa wakati mmoja. Akasema Hamza, Generali Hamza. Hamza alinua uso wake na kumwangalia mwanaume yule kwa mshangao, akiuliza kwamba vipi tunafahamiana? Ni muda ule wanaume wengine na wanawake waligeuka na mara baada ya kumuona ni Hamza walionyesha hali ya mshangao, wasiwasi na furaha usoni. Mmoja kati ya vijana aliyekuwa kama kiongozi ndiye hakuonekana kuwa na furaha, badala yake alionekana kuwa na hali ya kukosa utulivu. Hata hivyo alisogea na kumpigia Hamza saluti. Akasema kwamba Generali Hamza za siku nyingi. Hamza hatimaye alimtambua bwana huyo na pale pale kuna sura yake kidogo akasema kwamba afande Mdudu, watu wa kitengo cha Malibu mnafanya nini hapa? Bwana huyo alikuwa ni yule mchumba wa Yones wa kipindi kile aliyekataliwa. Hamza alimkumbuka bwana huyo alikuwa akifanya kazi chini ya kitengo cha Malibu kama captain wa kikosi namba 2. Ilionekana mara baada ya kujua hana uwezo wa kushindana naye, alionekana kuwa na adabu zaidi. Lakini kwa bahati nzuri au mbaya, ndio amekutana naye hapo kwa mara nyingine tena, akionekana kwenye mission. Sasa msikilizaji, ni jambo gani ambalo limemsibu Belda? Je, hatupo naye kwa sababu mpaka shangazi tumbo la uzazi kucheza kidogo na kupata wasiwasi? Hatujui kuna shida gani imetokea na mpaka kupelekea wanajeshi kuzunguka hilo eneo. Je, Belda yupo mzima ama kasha dead? Tutafahamu mengi zaidi msikilizaji, lakini pia maisha mapya kwa huyu Genduleza sijui itakuwaje, kwa sababu Regina nafahamu kila kitu kuhusu yeye na Hamza. Tutakaporejea msikilizaji, tutajua kilichomsibu Belda. Muda wote ulikuwa nami Lucas Lumbasi. Nikushukuru sana na neema yake Mwenyezi Mungu iliyoambatana katika sehemu hii basi iwe pamoja nasi pia katika sehemu inayofuata. God be with you till we meet again. Bye bye.